sio swala la masiara, sio utani, nimetia nia, na nia ikifika muda chama chetu cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, mheshimiwa rais, akitangaza siku rasmi, kipenga kikalia, watu wakachukue fomu, tutaenda kuchukua fomu. Na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili paka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu. Tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma mjini. Hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale. Sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa. Wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote, watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki. Lakini sisi tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu. Anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyofanya vinaonekana kwa macho. Achana na vitu alivyofanya vya chini kwa chini. Vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda, yani wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR. Mama kwenye utawala wake wa miaka 4, yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake. Cha imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza, kwa mara ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko. Kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na waseme wanavyovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo, na nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini. Ila nataka nimwambie mtu kama Mwijaku na wengine, ukushida tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, yani itamgharimu labda miaka 9 mbele. Nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi, ni wajuaji, na wana upendo wa dhati kwa mtu aliyomchagua. Kwa fikiria watu 300,000 wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja. Utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati na narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kunja tu kichwa tu utachukua chochote, haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda Kigoma mjini uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani. Sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano Mungu akisaidia chama changu kikatangaza, nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini. Najua mtu tutakakutana naye mbele atakuwa ni Zitto Kabwe, ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri? Utofauti wangu mimi na Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, Zitto anaheshimiwa, mimi napendwa. Kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale. Na iko wazi nitakuwa mbunge kama Mungu akinisaidia wa jimbo la Kigoma mjini, na kuna baadhi ya vitu, ahadi ambazo Zitto atakuwa anazitumia kwenye mikutano yake ya hadhara, nitazitumia huko, kwa sababu yeye atatekelezaje, ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii ni nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo ndio unatekeleza sasa ilani ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje?
ulivyosema kwamba amempa hela Mwijaku, natamani hapo kwa sababu uliandika sijasema mimi, sijazungumzia Mwijaku, nazungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aende kanivurugie upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu ndio kazi ambayo ndio atakachokutana nacho pale. Mwijaku alizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba wewe unataka kumchukua Diamond Platnumz na kwenda kuonyesha site ambao unajenga kwa pale ndio unakufa kabisa Ni kweli Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia gorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa hela. Diamond kafunua fursa kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu ndio nitafikia. Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona manager wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, percent inaenda kwa mdogo wake na Diamond Santos. Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele. Haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii nazungumzia East Africa Ukienda kwa Calligraph, nyumba yake ya pale Kenya ambao ndio wanatamba, ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi vigimbi. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na naamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote imelani yeye. Tumeona leo. Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa. Swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unanielewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini na kwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Kwa sisi ambao tunamjua vizuri sana The Voice, maisha ya muziki na hapa ambapo yupo Tangepo na WCB, kwanza tuna kila sababu ya kusema hongera WCB kwa kazi nzuri ya kuendelea kumbrand na kumfanya kuwa mkubwa sana kwenye muziki wa Singeli. Asante. Sasa hivi tumeona anakwenda kwenye tour yake kubwa ambayo Mandas wameweka mzigo hapo kuhakikisha kwamba anaenda kuperform na kukutana na mashabiki wake wengi wenye kiu ya kusikia muziki mzuri wa The Voice. Mandas wamejipangaje kuweka punguzo la bei kwenye kukopesha simu kupitia brandi ya The Voice? Mzee Mandasi. Jibia tu hapo. Ongeza tu sauti mzee wangu. Mama. Siasa Baba Levo wanasema ni mchezo mchafu. Kama ambavyo umeona mambo yalikuwa ni mengi yanaendelea sasa hivi nchini. Wanasiasa wanatupiana maneno hapa na pale. Wewe kama wewe umejiandaaje pengine kuingia kwenye huu mchezo mchafu? Mimi maneno ya kusema siasa ni mchezo mchafu, siasa ni kutupiana maneno. Wewe unaona mimi ni wa kutupia maneno nikakaa kimya? Wewe unanijua vizuri wewe. Nitapambana na yoyote na nitapambana vile ambavyo yatakuja. Atachagua package anayoitaka. Tutupiane maneno, twende kimya kimya kwa wananchi, au hata kama akitaka hata kama ni ngumi tutapigana ngumi. Nataka nikwambie vile ambavyo atachagua mtu ambaye Mungu akinisaidia nikaingia kwenye kinyang'anyiro, yeye atachagua, huyo ninashindana naye atachagua anataka package gani. Package zote ninazo. Kwa kama siasa ni mchezo mchafu, basi uchafu na usafi vyote ninavyo. Atachagua yeye anataka usafi au uchafu, tutaenda naye sawa. Tunaamini kwamba serikali haiamini katika uchawi, lakini wanasiasa kuna mambo yenu na Kigoma ndio sehemu yenyewe ambapo mambo hayo
Mimi naamini kwenye Mungu. Mimi siamini kwamba siasa ni mambo ya uchawi, na mimi naamini kwenye Mungu. Naamini hakuna mtu yote anaweza kumloga Mungu. Hayupo. Swali kutoka kwangu. Pengine labda ungetia neno kwenye hili sakata la Gwajima, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao umepata nafasi ya kutuonyesha miradi mingi sana ambayo mheshimiwa rais ukiwa mwanaume, ukiumbwa mwanaume, kuumbwa tu mwanaume ni njia panda ya jela. Kuumbwa tu mwanaume, hiyo ni njia panda ya kuingia gerezani, kwa sababu mihangaiko yetu, mipito yetu, jinsi ambavyo tunahangaika, tunapita katika mifumo ambayo anytime unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Unaweza kaa hauna matatizo kabisa na mtu, wewe sio mwizi, wewe upigani, ufanyaje, lakini katika misingi yako, katika mfumo wako wa kufanya kazi, ukajikuta unaingia kwenye mifumo ambayo inakupeleka gerezani. Sio mtu kama Divoice. Yeah. Ni mtu amejitulilia na kila kitu. Ananyanyuka mtu na pengo lake anasema umeniibia nyimbo. Unaona sasa huyu mtu ni wa kwanza kujibizana naye, unajibizana naye vibaya na kushtaki, unafungwa. Sijui kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna namna hata wewe umetulia. Ukishakuwa mwanaume tu unakuwa umeingia uko kwenye njia panda ya kuingia gerezani. Kwa hiyo swala la kupigania wananchi halitorudi nyuma bila kujali nini kitatokea. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo usio na wasiwasi, niko chama tawala, chama ambacho kina kila kitu ambacho kinanifaa mimi kuwa kiongozi bora katika nchi yetu ya Tanzania. Na pia Baba Levo Diamond Platinum amesema kwamba atakusupport kwenye siasa. Yeah. Unahisi kwamba atakusupport kwa asilimia ngapi? Diamond Platinum amesema atanisupport 100%. 100%. Wala hatani. Na kwa kuonesha kwa mara ya kwanza, naomba aje hapa mwandishi wa habari yoyote mchagueni nyinyi, nimuoneshe DM ya Diamond ameandikaje. Utawasomea kwa sauti. Sawa? Maana yake unajua watu wanaweza kuzungumza Baba Levo anamsingizia Diamond. Nataka nikuoneshe DM ya Diamond alioniandikia akiniambia haya, soma hapa kwa sauti. Huyu ni Diamond. Simba, Diamond Platinum. Kasemaje? Na amesema kwamba niko nyuma yako kwa kila namna. Kisha kushinda hapo. Soma kwenye mic kwa sauti. Kumbe una sauti. Okay. Amesemaje Diamond? Niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Then ukamjibu. Ukamjibu Lukuga mzee wangu. Sasa mtasomaje? Si hapa mtasomaje? Zoom hapa. Huyu ni Diamond. Zoom. Kasema yuko nyuma yangu kwenye swala katagi niliposti swala la siasa, wametag uko online, tena wala hii online sio yangu, sio 7 Media, ni watu wengine. Kasema yuko nyuma yangu. Sasa kama Diamond yuko nyuma kupush kuhakikisha nashinda kama nitapewa nafasi na chama changu. Wewe unamjua Diamond hiyo akisema anakusupport. Ina maana ni helicopter manini yani watakoma.